What's up my people? What's a beautiful day, Monday. Siku fulani hivi inakuwaga ni siku ya ratiba nyingi sana, lakini unahakikisha kwamba tu wakati unapanga ratiba zako, lakini make sure umesubscribe PMTV2, umeweka bando lako la kutosha ili uweze kupata zile zote exclusive interviews kutoka kwetu hapa. Na leo nimetembelewa na mgeni huyu yupo kwenye game naweza nikasema kwenye masuala mazima ya muziki kama kitengo cha producer. By the way, ni kijana mdogo ambaye anajipambania na tumeweza kuona anaweza kufanya mambo mengi makubwa katika umri wake alikuwa naye yeye. Na pengine wapo ambao watatamani kujua either story yake hadi kufikia hapo ili uweze kujifunza mengi. So, nachotaka kukwambia kwamba make sure unaungana nami mwanzo hadi mwisho ili uweze kujua nipo na nani. Nitaje mimi au utaje wewe? The Bad Number. The Bad Number. Yeah. Hivi kwenye gani msanii yani? Unajua kuna mtu mwingine akitembea road hivi, akimtizama tu mtu huyu jamaa anafanya kazi ya sanaa kutokana na muonekano wake. Hivi ili uweze kuwa unafanya kwenye kazi ya sanaa ni vitu gani ambavyo unatakiwa uzingatie, yani uzingatie zaidi? Mimi naona ni kama hivi tu brand kuvaa nini hivyo. Macheni. Unajua mtu akikuona kuone mtu tofauti. Okay. Yeah. Ili tuweze categorize bwana, wewe ni daktari wewe. Oh yeah. So daktari kivaa zile nani zako unajua? Okay. Yeah. The Bad Number. By the way, game sasa hivi inaenda poa sana. Na tunaweza kuona watu wanafanya mengi makubwa kwa sababu watu design fan hivi wana hasira. Yeah. Na wewe upo katika engo hiyo, au unaweza kuambia kwamba wewe upo katika familia hiyo. Yeah. Kama producer. Ambaye anaweza ngasema ni mdogo. Yeah. Mdogo sio kwenye kazi, kwenye umri. Yeah. Ni kitu gani kilikuinspire ukasema mimi natamani niwe producer? Either ni mtu alikwambia mwanangu una kitu, unajua kuna ile, au tu ilitokea tukasema mimi natamani kitu niweze kujifunza ili niweze kutimiza? Hiyo unajua imetokana na babangu. Oh, your dad. Yeah. Babangu unajua kanisani hizi za kupiga mambo vyombo nini. Yeah, sasa yani kipindi bado niko chali pia alikuwa ananifunza kupiga vyombo nini. Kwa hiyo kadri ninavyokuwa ndo ninavyozidi kupenda hivyo vitu. So ilipofikia stage sasa nimekuwa kidogo nikawa na mshikaji mmoja anaitwa Yuda. Sasa na yeye ulikutana naye kanisani au alikuwa kwenye harakati? Ni katika mishe tu za hizi. Yuda huyo. Yeah, anaitwa Yuda the best. So nilivyokutana naye studio. So unajua ukiwa kwa yani pale kanisani unakuwa unaenda studio wale unakuta mko wengi wale kanisani. Sasa mazoea pale studio ndo mimi sasa nikawa napendelea sana muziki. Okay, kwa safari yetu ikaanzia hapo sasa. Kwa sasa hivi wewe kwa ule muda mpaka sasa hivi una miaka mingapi kwenye hiyo industry ya producer? Mpaka sasa? Sasa hivi na miaka 6 hivi. Miaka 6? Yeah. Really? Okay, kwenye hiyo miaka 6 najua vipo ulivyojifunza na vipo ambavyo yani miaka 6 sasa yani kwamba nishaanza kukua, sio kwamba nilivyoanza. Mimi nataka wewe ulivyoanza. Bad Number. Unanivuruga ujue. Yani nataka nijue. Yani sasa hivi kwenye game unajua kuna wengine mtu unampa miaka yake 2 alafu kuna mwingine na ile anakuambia wewe mwanangu usichukulie poa. Mimi mpaka kupata hii brand haikuwa rahisi. Ndio maana nataka nijue sasa ile kuchukua muda gani. Okay, mpaka kusimama kuwa hivi kujua. Bwana hapa tuna The Bad Number. Okay. Miaka sio mingi sana, ni 8. Yeah, mpaka muda. Okay. Lakini na imani katika hiyo kipindi cha miaka 8 kulikuwa kuna ups and downs. Ups and downs, kuna matukio ambayo yalikuwepo hapo katika, tena ilikuwa rahisi. Matukio yalikuwepo mengi sana. Okay. Maproducer watu wengi wapo ambao wanawatazama katika engo tofauti. Hususan wasanii wa kike. Nikimaanisha wasanii wa kike ambao let's say upcoming. Kwa mfano tumeweza kuona sasa hivi alianza Yami kimasiara TikTok, lakini Mungu akamsaidia akaweza kufikia, na wengineo ambao walianzaga katika platform hizo. Nyema producer inasemekana, lakini katika kazi zenu inavyosemekana. Kwamba nyema producer sometimes anaweza kaja binti pale kweli anajua kuimba na vocal, lakini mnaleta vishawishi vingine. Bwana
wewe usija labda iko kibunda chako weka pembeni, mimi nitakufanyia kazi hapa, kila kitu kitakaa sawa, ila mimi nahitaji kitu kimoja tu. Ndio. Mimi nataka mchezo wa pweza. Pamba. Hiyo. Mara nyingi sana producer ndo iko hivyo. Yani why? Sio na mimi. Mimi huko sipo. Ila maproducer wengi mara nyingi sana unajua msanii wa kike mpaka aje kutoboa, na ndio maana akitoboa ana vitu vingi sana vya kunani. Unajua mabinti sio tu kwa maproducer. Binti anapokutana na manager lazima. Anapokutana na director lazima. Yaani anapokutana yani kinachohusiana na industry yake hiyo. Umeona? Lazima akutane na vitu. Okay. Mara nyingi sana wanapitia mambo. Kwa hiyo mimi nataka nijue hiyo hayo mambo mpaka leo maproducer kudai rushwa ngono kwa wasanii wa kike bado still ipo au kuna kiasi fulani kidogo imepungua kwa sababu sasa tunaona platform nyingi za mtu haiwezi kupungua. Really? Hiyo haipungui hata kidogo. Hiyo ndio ukweli. Mimi si producer naelewa, najua na maproducer wenzangu naelewa. Haiwezi kupungua hiyo. Kuna vishawishi tu. Kwa hiyo kuna muda hapo kwenye vishawishi ni wao wenyewe unakuta na kutengenezea mazingira au inakuwaje au kama kawaida yenyewe yani wanasema wanaume wameomba kimata. Mara nyingi msanii wa kike huwa ana hela. Huwa ana hela. Ila mtu kiamua kumbrace kwamba huyu nataka nikubrace uondoke. Kuna vishawishi tu yani hapo lazima vitakuwepo ambavyo vitasababisha ufanye kitu ambacho hukutarajia. The bad number. Okay. The bad number. Hapo why nimeanza na wasanii wa kike. Hapa katikati unaweza kuona video. Ndio. Upo na Gigy Money. Gigy Mapesa. Gigy mwenye mji wake hapa mjini. By the way Gigy Money nakuja huko. By the way Gigy Money ni mtu fulani, kuna kipindi alikuwa very serious na muziki. Unaona ile pa na kweli Mungu alikuwa kimjalia sister yetu akiachia nyimbo inaenda. Lakini kuna muda hapa katikati mambo fulani yalitokea za hapa na pale kama amepoa. Lakini Gigy Money ana maproducer wake na katika miongoni mwa maproducer wake wewe upo the bad number na kuna video iliweza kuonekana kama unavyoona hapo kwenye screen like sawa mpo studio mna rekodi lakini kama Gigy Money alikuwa iko very sexy kwako yani kama kalegea sana yani ile you know. You guys nasemekana chini kama sio kweli. Alisema ngoja ni sio kweli. Tuwe wote kwa pamoja tuendeleze. Ni kweli. Nayo maneno yanasemekana. Gigy hayo maneno yanasemekana. Ni maneno. Ila ni kweli Gigy kuingia na mahusiano. Kama unavyoiona video. Gigy ni mtu mwenye vibe. Okay. Mtu fulani mwenye vibe yani kama unavyomjua yani akiingia studio kwanza ni makelele. Yani mpaka mnamaliza hiyo session. Yani kama kichwa chako hakiko sawa kitauma. Gigy ni mtu mwenye vibe na napenda hiyo. Lakini hakuna kitu ambacho ni video tu bwana hiyo. Mbona hata mwenyewe kuna macho fani ulimwengu. The bad number. Afu Gigy unajua ndio vitu vyake hivyo. Kwa mafikiri yako unafikiri kwamba tulivyozima kamera kuna namna au? Unajua Gigy kwanza sawa. Ila Gigy unajua anapenda mtu fulani hivi Mnyamwezi mdogo ana mambo mengi. So umeona chombo chake Gigy. Naelewa. Pengine labda naye kaka yetu labda simtuambie tu jamani. Hapana. Kwa nini mnaficha? Hapana, yani hakuna kitu kilichoendelea. Wewe hujawahi kuwa na mahusiano na Gigy? Sijawahi kuwa na mahusiano naye. Ila nimefanya naye kazi vizuri sana lakini sijawahi, ila kuna kanamna kalikuwepo hapo ila unajua lakini sio kweli. Sio kweli. Friends for benefit hujawahi kufanya? Sijawahi. Basi achoka na Gigy mwingine labda. Mwingine hamna. I'm single. Anyway, huyo ni the bad number. Tudondoke na hii hapa. By the way, nimeweza kupitia page yako nikaweza kuona umefanya kazi na tofauti. Ndio. And miongoni mwa watu ambao umefanya nao pale nimeweza kuona ni huyu hapa ambaye nikasema maana usiogope lakini the bad number. Sasa nikasema hapa katika pita zangu lazima niiguse na hii hapa. Kwa sababu watu bwana wakijipata obviously unakuaga najisahau. Unajua hiyo? Na nyema producer wengi wenu mnakuaga nyuma ya the camera. Okay. Ulishowahi kufanya kazi na nanili hapa na platform. Ndio. Kuna huyu hapa Moko Genius. Ndio. Na huyu Daina Nyange kasikosei. Si ndio? Namwona Lava hapa au so Lava. Nini Kayumba. Kayumba. Okay.
Na hizi nyimbo zote zilikuwa the best song. Mimi naweza nikasema zote zilienda. Kuna 4B. Yeah, kuna 4B. Ibra, hata ile Ibra nayo ilienda poa sana. Hivi sana. Okay. Na wewe sasa hivi umeweza kuingia kwenye game, umeweza kuona kwenye muziki. Yeah. Pengine labda hii idea yako kusema sawa mimi ni producer kama tunavyomuona Moko Genius ni producer lakini at the same time naye anaimba. Pengine umeonyesha support yoyote kwenye muziki wako like ukawapelekea proposal, jamani mnaonaje au tuweze kushirikiana collab hivi na 2 na 3? Niliwapelekea tu wakubwa wangu nikawasikilizisha. Sasa wewe. Moko, Kimambo. Okay. Yeah, watu baadhi pia wasanii nimewapelekea. Wakasikiliza wasema kitu hicho. Hivyo tu yani wakanipa ushauri nini. Ila collab baadaye sitakuja. Ila sio style. Unajua why nakuuliza hivyo kwa sababu hapa tuna Istukiz. Istukiz tumeweza kumuona anapiga miguu miwili kwa wakati mmoja japo wengine wapo wanafanya. Why nimemchagua ni muziki wake mara nyingi unaenda sana international viral. Kuna muda tunaweza ukamwona Mnyamwezi aimbi lakini anaapia tu kwenye video maonyesho fulani au onyesho unajua mzee wako vimba yule. Ndio. Je, wewe kama producer, ambaye na wewe unafanya the same thing brother anachokifanya. Pengine labda amekutangulia exposure, experience and so on. Mnakubaliana kwamba Istukiz anaweza kawa ni producer namba 1 hapa Tanzania? Wanavyofanya. Naweza nikasema hivyo. Au wengine. Unajua tukubali tu kwamba Istukiz ni namba 1 kwa sababu gani? Amefanya mambo mengi pia. Na anasikika mara nyingi. Ukisema kwamba Istukiz sio namba 1 basi hapo utakuwa wewe unazingua. Kwa sababu Istukiz anavyofanya pia vinaonekana. Okay. Tusimbeze kwamba sio namba 1. Sasa namba 1 ni nani? Hebu namba 1 ni nani? Kuna Aba. Sasa Aba ndio, lakini mara nyingi unamsikia sana Istukiz. Aba ni ndugu yangu. Siwezi kumkana. Kwenye hiyo unaosema na yeye yumo lakini Istukiz namba 1. Mimi naweza nikasema hivyo namba 1. Kwa hapa Aba tunamweka pembeni. Aba tusimweke pembeni. Mimi tusiende hivyo. Mimi sitaki kugombana na ndugu zangu. Kakaangu sitaki kabisa ugomvi. Ila ninasema kwa jinsi ulivyoniuliza. Wewe umeuliza, umeongea ukweli. Wewe umeniuliza kwamba ila umeongea ukweli. Istukiz namba 1. Kwa sababu anaenda international. Na anayempeleka international namjua. Baba yetu yule. Diamond Platnumz. Wana kuniambia Mario muziki wake upige international. Inaenda lakini sasa umeniambia kwenye producer jamani. Nigombanisha na wasanii. Nitafanya na nani kazi ukinigombanisha? Jamani namba acha uoga. Unajua kwenye ukweli tuzungumze tu kweli. Mimi najua napenda mtu awe free kwa sababu kama mtu mwenye akili zake timamu, sasa hapo unaikiwa hii fake original. Kwa wewe ambaye uko muda mrefu kwa unajua bana hapa tuzungumze ukweli. Kwa sababu this is the business. Sio kwa mimi najua kaka zangu hapa watakuwa wametuelewa tu vizuri, wasituelewe tu vibaya. Okay, and mimi ningependa kujua pia swala moja hivi ambayo nikasema leo kija lazima nikuulize kwa sababu mambo yamekuwa mengi mjini. Wewe ni kijana ambaye bado tuna ndoto. Mimi mwenyewe bado nina ndoto na bado una ndoto. Hivi katika maisha yako ushawahi kwenda siku ukasema ngoja niende kwa mganga? Hiyo kitu sijawahi kufikiria lakini katika ninavyovipitia ushauri pia unakuwa mwingi. Tena ni marafiki, wasanii. Umekuja kwenye game Sasa ngoja tukuonyeshe. Nenda huko, unajua utani huu nao unakuaga. Ngoja tukuonyeshe. Nenda huko sije nika. Mimi naona siamini katika hivyo vitu. Kwa hiyo wewe hujawahi kwenda kwa mganga kwenye? Sijawahi kwenda. As producer. Sipajui. Na upajui. Sipajui kabisa, ni sijawahi kufika huko. Ushauri unanipa sana. Maana hapo katikati tunaweza kusikia maproducer mnalogana sana yani. Hayo yapo lakini mimi siamini. Kila mtu anaamini anacho kinani yeye mwenyewe kichwani. Kweli? Haki ya Mungu kweli. Yapo nasikia lakini mimi siamini. Kila mtu aamini anachokiamini yeye. Haki ya Mungu. Okay guys, tulikuwa na the bad number hapa. Tumeweza kupiga story nyingi ikiwemo kazi, maisha yake kidogo tukagusa, watu wake wa karibu and na wengine wengi zaidi. Sasa mimi ningependa kujua like fine tumekuja na project yetu mpya hapa, tumeweza kuiona. Ndio. Ngoma yako mimi naweza kusema ni kali. Ndio, asante sana. Shanaelewa nimeisikiliza. Asante sana. Niseme Mungu nimeisikiliza kidogo. Unajua ngoma kali unaweza kusikiza verse zako 2. Ndio. Ukajua kwamba ngoma ni kali. Sema tu labda pushing ile promotions ni na nini kuweza kupush ngoma ili iweze kwenda.
Matarajio yako ni yapi, labda pengine tutegemee kwenye game, labda unaenda kuwapelekea mashabiki zako? Kwanza niwaombe wanipokee. Okay, tukupokee sasa kwenye muziki. Kote, producer, music. Huko tushakupokeaga tayari. Mshanipokea lakini bado nahitaji nguvu pia. Nahitaji nguvu pia, umeona? Acha kwanza wanipokee na wategemee muziki mzuri kutoka kwa The Bad Number. The Bad Number. Yeah, sijaishia. Bado kuna kibao kingine nataka nikiachie. Una ushauri gani, tumalizeni hapo, kwa vijana ambao wanakutazama kama wewe? Uzuri wa Mwenyezi Mungu amekupa kipaji, amekupa na watu. Kuna wengine ambao wanaanza game, hawana connections, lakini wana kipaji na nafasi pia bado hawajapata. Una neno gani la kuweza kuambia mwaka 2026? Neno moja ambalo naweza nikasema mimi. Hakuna aliyezaliwa na hivi vipaji. Okay. Kikubwa apambane, asikate tamaa. Najua kuna watu, unajua marafiki labda wewe hujui kuimba, achana na hiyo. Sasa huyu anayekwambia wewe hujui kuimba, achana na hiyo, huyu ndo anayekukatisha tamaa. Wewe kikubwa ambacho utakufanya, usimsikilize. Mpe tu sikio kwamba mkubali, okay, haina shida. Ila wewe pambana, wewe kama wewe utafika tu mbali. Tutafika tu mbali. Unaambiwa usikate tamaa mwaka 2026. Na wewe anaongea maneno anaitwa The Bad Number. Naweza kusema ni musician lakini at the same time ni producer. So guys, make sure umepita kule YouTube ili kuweza kuangalia ngoma yetu, lakini ukiachana na hapo, lakini hakikisha pia unapita pia na Instagram kule, kwa sababu nguvu yako kwetu ni muhimu sana. Ulikuwa nami Zichilk mwanzo hadi mwisho, nikiweza kukupa story 2-3 kuhusiana na The Bad Number. Tutakutana tena next time muda na wakati kama huu. Bye bye.